Kumbuka kwamba ni ligi kuu taifa ya SportPesa ambao ni wadhamini wakubwa, wametoa hali ya ukata katika ligi ya kandanda. Kipenga cha maamuzi wakati ya mapilato wa mchezo kimesikika, mtazamaji. Kumbuka Nairobi United katika uwanja huu ndiye mwenyeji dhidi ya Ulinzi Stars. Manake hakika umeganda kule mbele mfano wa kupe katika mkia wa ng'ombe, utafuta namna kuweza kupata bao. Pembeni kushoto huku teleza mfano wa digidigi, anaingia sebuleni kwenye sanduku, jaribu kuunganisha, pata bao la kwanza pale. Pambanaji wa kweli kweli kwa maana Boniface Musheri, mzola matatu. Hebu tazama, alitanguliza kimkakati kwake Brian Okello, akafanya utulivu, na bila shaka kazi ya mwanajeshi ni kulenga shabaha. Ametumbukiza kimiani pasi na kutetereka, miguso, hakika ni kinga na kinga, kwa maana kufanya muunganiko kutoka kwake Okello mpaka moja kwa moja miguuni pake. Tafuta namna kuachilia fataki, na ingia sebuleni, kipa anacheza pale, cheza vizuri kweli kweli ule mlinzi, akiokoa mpira kwenye eneo hatari. Vivyo hivyo Boniface Uchika pamoja na Francis Onyiso, miguso, sentimita za kuhesabu, mtazamaji. Maji wa kona aliandaliwa vizuri katika njia ya mchezaji wa Ngaya, na anaendana na kasi ya mchezo, akitoa maamuzi sahihi kutegemea na kasi ya mchezo na mienendo ya mchezo. Fursa nyingine hii, makosa ya mlinzi pale, hali kadhalika mdakaji Kevin Otuor. Hebu tazama kilichotokea, makosa ya kiulinzi aliuchukulia rahisi mno, lack of communication. Birgen tena anafika kimkakati zaidi, anapenyeza katika njia, mlinzi anacheza kimataifa. Nasubiri Murang'a Seal na pambana dhidi ya Mathare United. AFC Leopards matata sana pale, tafuta Omala Duncan, kipa tena anacheza pale, anakwenda ardhini kwa kuhisi maumivu makali. Rix Omondi katikati ya dimba, anaandaliwa katika njia na kwenda Ferrari. Sasa mtazamaji, piga fataki pembeni kule, toka nje, jaribu kadiri uwezo wake. Steven Murunga alijikunja na kujikunjua, fanya wepesi kutokea pembeni kushoto huku, jaribu kuwakosesha Diro, pata bao la pili hapa, mtazamaji. Fanya kazi kubwa kweli kweli katika mbinu zake za kuweza kupata bao. Hebu tazama kilichotokea. Okoth katika ubora wake akamtoa nyonga pale tena kwa maksudi, akajaribu kuunganisha, manake aliyumbishwa mlinda mlango Kevin Oduor ya Nairobi United. Mpya Ashraf anaweka vizuri, goli linapatikana, mtazamaji. Wanapata bao hapa kutokana na jitihada zake teenager. Nguvu mpya hapa patapa. Hebu tazama picha marudio, alikosa kurudi kwa wepesi. Omar anatumbukiza kimiani, Ulinzi wanachupa hadi nafasi ya 16. Umejua katika msimamo wa ligi mwaka huu hakuna tena kwenda playoffs. Wanapata ushindi, alama 3 hapa. Kipenga cha mwamuzi wakati kinasikika, pambano limetamatika, mtazamaji, katika uwanja wa Police Sacco. Dakika 90 za mchezo katika uwanja huu wa Police Sacco, ambapo maafande ama wanajeshi Ulinzi Stars wanadiriki kupata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Nairobi United katika taratibu za kuwania mbinu zile za kuweza kusalia katika ligi kuu taifa, mabingwa zamani wakiamini kwamba inawezekana.
na nitakuwa na bahati ya kipekee kwa ajili ya kuweza kuungana na mwalimu kwa maana ya Rio ambaye ni mchezaji wa zamani kwa faida ya timu hii ya Ulinzi Stars. Karibu sana Rio, kwa mara ya kwanza kabisa unapewa majukumu ya kuweza kuiongoza Ulinzi Stars kwa ajili ya kuweza kusalia katika ligi kuu na hata kupata matokeo chanya. Mchezo leo unazungumziaje? Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo. Ni ushindi tumetoka tukiutafuta kwa muda, but boys leo wamework na tukaweza kupata hizi point 3. Haijakuwa rahisi, haijakuwa na msimu mzuri, lakini kitu cha maana now at least tulikuwa tunatafuta hiyo winning touch, na na believe leo tatupea motisha kwa game inayofuata. Na nini hasa umejaribu kuja kufanya kikosini kwa ajili ya kuweza kupata matokeo? Kuna cha zaidi tumefanya isipokuwa ni kuongelesha tu vijana, na tuliwaeleza umuhimu wa hii mechi yetu ya leo, kwa sababu ukiangalia kwa jedwali mahali tuko si mahali kunaridhisha, na vijana wameamua kujitolea na ku make sure leo tunachukua point 3. Na kubwa zaidi sasa, mbinu zilizotumia leo hii kwa ajili ya kuweza kupata matokeo, manake ninapotazama benchi la ufundi wote mna historia kuwa walinzi, na upande wa pili nimeona kwa hakika kipa kicheza na ushirikiano na wale walinzi katika taratibu za kuweza kupata alama 3. Ningeshukuru sana technical bench ambayo iko sahihi, na pia kwa our former coach pia coach Ochola. Hii winning naweza sema pia yeye amekuwa ni part of ya hii journey, na hii wiki pia tuna dedicate pia winning kwake, kwa sababu ni mtu tumesukuma na yeye na alikuwa akitaka ushindi kuliko mtu mwingine kwa hii team. So kwa mafans wetu pia, na I hope mtatuback kwa game next to make sure at least tunasalia katika ligi na kushinda at least mechi zimebakia. Mwisho kabisa, ujumbe wako pia vile kwa kikosi husika, manake wapo ambao pia wanafuatilia na kulikuwa na mengi wakizungumza nje ya pazia. Kitu kikubwa kabisa ningewaambia mashabiki, stakeholders wote wale wanatufuatilizia, Ulinzi ni timu kubwa, haifai kwa maliko, na tuta make sure at least tumebaki katika ligi hiyo peke yake. Asante sana coach, na kila laheri. Majukumu mapya hayo. Bila shaka ni coach Rio, tumemtangaza kama mchezaji na sasa amerudi kipewa majukumu kwa ajili ya kuweza kusimama hapa. Alikuwepo pia vile mwanadinga wa zamani kwa maana Steven Ochola, amefanya kazi kubwa sana kuweza kusuka hiki kikosi, na sasa unaweza kuona kuna matokeo chanya. Namuona coach pia vile Solo, unarudi tena hapa kwa ajili ya kuweza kutoa tathmini yako ya mchezo, manake michezo miwili sasa unapoteza, mnatengeneza nafasi lakini changamoto ni katika kumaliza. Kwa kusema kweli ina disappointing, but tunashukuru Mungu kwa yote. Hakuna mchezaji ametoka akiwa na majeraha, but tumepoteza mechi. Tunatengeneza nafasi mingi, but bado tumemanage kufunga leo, so tunashukuru. Kwa hiyo wacha tu hope next game tuta manage kuendelea kufunga na pia kuweza kupata ushindi. Umeleta pia vile mchezaji Ashraf, teenager mdogo hivi. Ilikuwaje sasa katika taratibu zote na mchezo wenyewe kwa jumla? Kwa kusema kweli Ashraf ameingia kijana mdogo, na unaona amechangia katika hiyo bao ambayo tumeweza kupata. Kwa hivyo inaonyesha kwamba hata vijana wadogo wanaweza fanya kitu. So ni katika hali ya kuleta pia wachezaji wengine wapya katika mechi, ili waweze pia kuonyeshana nini wanaweza fanya, na pia waweze prove ya kwamba wana deserve kuwa katika hii team. Nikushukuru sana coach na kila laheri. Thank you. Bila shaka coach Solo hapa akitoa tathmini yake. Wamecheza kweli kwa kujituma, poteza dhidi ya AFC Leopards katika uwanja wa taifa wa Nyayo, anapoteza katika uwanja huu, lakini amekuwa na matokeo chanya. Ametoka kimataifa kwa faida ya taji la shirikisho barani Afrika, lakini zaidi ya yote ni ubora wa taji ya ligi kuu taifa ya SportPesa, ambapo kote katika Jamhuri ya Kenya timu zinatitiga kadri uwezo wao na kila mmoja anafukuzia ubingwa, lakini zaidi ya yote wapo ambao pia vile wanakwepa shoka la kushuka daraja. Imekuwa ni moja kwa moja kutoka uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi, na pia vile moja kwa moja kupitia KBC Channel 1. Nite Bonga Boli Michael Were Mhusia, hadi wakati mwingine. Musa Udu Pele, Kinyanjui, Tyson
Kenji Madada kwake Kinyanjui, amekataa tena Pavel Soka. Hassan Peja Soka amewapeleka kwenye kisima, sio kisima cha maji, kisima kinachotoa asali na maziwa. Wanaichovya kwa kutumia sindano, hawana haraka kabisa. Hii ni Ingwe sasa, Ingwe Yola ya Matere, wanasema ni mvinyo unashuka tu sasa. Wameitafuta kweli kweli, mabadiliko yao yanalipa. Hassan Peja Soka anapata goli lake la kwanza msimu baada ya muda mrefu kweli. Julian Metz amekaribishwa katika ardhi ya Ingwe. Yule ngao, upendo na furaha kwake Okonji Madala. James Kinyanjui akakataa kwanza, Pavel Zila ya pili. Hassan Peja Soka kama kwa jina lake ametumia soka kuwa katakata. Sasa mvinyo inaonja tamu, wanalewa na mvinyo wao wenyewe. Chakari, Hoi bin Taban, wote wapo chini. A bad day. What went wrong today? I'm proud of the players because we come from a big hole. Some weeks ago we cannot compete with this type of team, so I'm proud and of course very disappointed by the result. But I think it's, if you regard if you look at the opportunities, I think it's deserved for Leopard. Okay, the opportunity were there, yes, but you are not able to, or you are not able to use them or to convert them to goals. What do you think should be done next? We don't have a lot of opportunities today. It was tense. We've been we haven't dominated the game. It's normal. Leopard have a lot of good players. I don't say they don't have a good collective team and don't have a good game in terms of collective, but they have a good players able to score anytime. So it's a good team. They have a lot of good fans, but that's too bad they won't play the CAF Confederation Cup next year. So if we win the cup and we play a CAF Confederation Cup, I will invite the Leopards fan to support us during the competition for the good of Kenya. Coach, does this mean that you focus on the gap to go to the CAF competitions? We have to. We are competitors. So as I said, first day I arrived here after the loss against Shabana. League was over. It's been a long time that league is over for Tusker. Just admit it. But we are still on our road to win the cup. So let's do that. And Gormaya is out, Leopard is out, which are the two best teams in Kenya. So we have a chance and we have to take it 100%. Merci beaucoup. Thank you. Mwembamba lakini ushindi muhimu sana. Naam, kweli ni mwembamba lakini muhimu sababu mwanzo nilikuambia hapo awali kuwa kuongea ndio tu kufanya kazi. Hiyo ndio tumeleta kwa hii dunia, si ndio? Ikikataa imekataa, ikikubali imekubali. So mimi nasema wachezaji wamefanya kazi poa na nawashukuru sana na tutaendelea kufanya kazi tu. Tumeshuhudia performance nzuri kwa collectively kwa timu nzima, lakini pia naomba ugusie kuhusu badiliko la Hassan Peja. Kipi ambacho ulikuwa umekiona? Amekuja na akawapa alama tatu. Ukiangalia first half change nadhani maybe ni kuna vile amechoka kiasi juu ile kazi kwa tumemwambia afanye ni kama kwa anaitimiza vizuri, sababu unaona saa ile at least kukanyaga nje na kuingia in between the wing back na center back alikuwa azifanyi poa sana. Nikamwambia Peja lazima kuja afanyie shughuli juu unaona hapo ndio kulikuwa na mwanya kiasi. Nikasema afadhali tukitimiza hizo half spaces zitakuwa itatusaidia sana. That's all, na tuliingiza Peja at least akuja tusaidia kuwachukua na kufanya the right things. Aye. Imeongoza naye Hassan Abdalla Dula, lakini ni goli lake Geoffrey Ojunga baada ya krosi mujarab yake stabo ya Hassan Abdalla, imepikwa ikapikika na ikamalizwa naye Geoffrey Ojunga. Goli lake la sita baada ya krosi tamu kabisa kutoka kwa Hassan Abdalla, alidrop na kupata mpira Hamza Mubarak, ikamfikia Joseph Otieno Nyango. Hassan Abdalla pembeni, ikajazwa ndani ya 18
ikamalizwa kwa kichwa chake Geoffrey Ojunga. Build up nzuri kabisa, finishing nzuri kabisa kutoka kwake Geoffrey Ojunga na kuwatungiliza vijana wa Alban. Estonesi najazwa ndani, huko amekataa Brano Dera, nafasi bado, Oliver Machaka uka Oliver Machaka uka mtulivu kweli kweli, anafunga bonge la goli na kuweka mambo kuwa sawa hapa. Oliver walishinda kuondosha mpira pale, akapenyezea Oliver Machaka uka, akatuliza wa kwanza, wa pili ukajaa ndani ya kamba. Baada ya pasi tamu yake Roger Souma, Oliver Machaka uka aliuficha mpira, hakufikia kabisa Lane Ngeleka. Mambo yapo sawa kama sahani na kawa.